mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo. Mimi naitwa Dominic Yaule, tuko na wanachama wa Mtakatifu Rita wa Kashia. Tuko katika ziara hii ya uendeshaji ya hija ambayo tunafanya jimbo Katoliki na Geita pamoja na jimbo la Mwanza. Na hapa tulipo tuko ndani ya daraja hili la Busisi, liko ndani ya Mwanza na jimbo waweze kufahamu umuhimu wa daraja hili, lakini pia wafahamu mandhari sema kuhusu daraja hili ambalo linapatikana ndani ya mkoa huu wa Mwanza. Basi mimi ndio kusema tukio haya ya mbalimbali ambayo yanaendelea katika hija hii. Naitwa Dominic Yaule kupitia Kanisa TV. Tunapata matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika hija hii. Hija yetu itahitimishwa siku ya Jumamosi jioni ambapo tutafanya maadhimisho ya Mtakatifu Rita wa Kashia, na baada ya hapo ndipo tutaanza safari ya kuelekea Dar es Salaam. Safari yetu ilikuwa njema, tumeshukuru Mungu, tumesafiri salama, hatimaye tuko ndani ya mkoa huu wa Mwanza na sasa tunaelekea jimbo Katoliki la Geita. Basi usiende kufuatilia kupitia ukurasa wetu pendwa au Kanisa TV ili uendelee kujuliswa zaidi. Tunasema Kanisa TV popote ulipo. Tuko Mwanza, tunaendelea Geita, tutaendelea zaidi mpaka Singida, vituo vyote vya kihija ili watu wakuwe kiroho, kumtangaze Mungu na hatimaye kuurithi ufalme wa mbingu. Mungu akubariki. Na hili kama unavyoliona ndio gari letu ambalo tunalosafiria katika safari yetu hii ambayo ya matumaini. Tunaelekea maeneo mbalimbali, ikiwa lengo kama tulivyokuambia ni kufanya hija, kukua kiroho. Tuko ndani ya safari hii kubwa kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Takriban siku 2 hatujalala. Tunaendelea na safari hii ili kusudi yale ambayo tulio tamani kuja kuyafanya huku yafanyike na yafanye kwa ukuu zaidi wa Mungu. Tuko hapa na namuona dereva naye anashughulika kuchukua matukio mbalimbali. Hongera, ni mmoja kati ya mwanarita anakuwakilisha vyema hapa. Hapa pia namuona mamangu. Kutoka parokia gani? Huyu kutoka Mbagala. Hongera sana. Namuona hapa pia Mama Sawe. Tumsifu Yesu Kristo. Tuambie, unajisikiaje leo kushiriki hija? Huyu ni kutoka jimbo la Bagamoyo, parokia ya Yohana Paulo wa pili pale Ununio, jimbo Katoliki Bagamoyo. Ndio kiongozi wetu aliturujia. Hongera sana kwa kushiriki hija hii. Tunajivunia uwepo wako na uratibu wako wote. Mungu akutunze. Basi kwa pekee mahujaji hawa wanaendelea kupiga picha mbalimbali kama ni sehemu ya kumbukumbu. Kuna wengine hapa wanashangaa maji haya ni maji sio ya bahari, yani maji ya ziwa. Maana yake nyinyi Dar es Salaam mmezoea maji ya bahari. Haya ni maji ya ziwa na mngepata nafasi ya kuyashika. Sasa changamoto hapa tulipo ni mbali. Kwa hiyo tunaposema Mwanza ni moja kati ya mikoa ambayo ina vitu vingi sana kama hivi unavyoona. Haya, tukiangalia katika hili ziwa kama unavyoona, hii ni view ya ziwa. Kule ndiko milima mbalimbali ile unaiona iko ndani ya ziwa, lakini kuna ili tuendelee kuendelea. Sasa mimi tuambie Mivumoni, unajisikiaje kushiriki leo? Ni mara ngapi kushika hapa? Mara ya kwanza. Nimefurahia hija. Nimependa hija. Sitaacha kuja kwenye hija. Wow. Huyu ni mmoja kati ya mwanarita ambaye pia ni mahujaji wa hija hii. Ana furaha ya kutosha. Anatoka jimbo la Bagamoyo ndani ya parokia ile ya Mivumoni. Hongera sana. Mwingine huyu hapa. Huyu ni mmoja kati ya mahujaji wakubwa sana. Ametupa historia nyingi kwenye gari. Hebu tupe kwa kifupi uwepo wapo hapa leo, ni mara ngapi na nini, na unatoka parokia gani? Tuambie. Asante, mimi natoka parokia Mtakatifu Maria Mivumoni. Yes. Na huku Maria Rita ni mara ya kwanza. Hongera sana. Nashukuru sana kuingia chama cha kitume cha Mtakatifu Rita. Ndio. Na nashauri wenzangu tuingie katika vyama vya kitume. Vyama vya kitume vina mambo mazuri, watakatifu wanatuwezesha mambo mazuri. Ndio. Singekuwa katika chama cha kitume leo hili, singekuwa katika daraja hili. Ndio. Namshukuru Mungu sana kwa kuingia katika chama cha kitume cha Mtakatifu Rita, na ametenda, na Mtakatifu Rita ni mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Ndio. Asante. Hongera sana. Asante. Hongera kwa kushiriki hija hii. Na kuona hapa naitwa Madam Evelyn. Evelyn. Mara ngapi kushiriki hija hii, na unatuambiaje kwa wale ambao hawakushiriki hija hii? Kwa kweli ambao hawajashiriki hija hii nawapa heshima washiriki. Mwaka jana pia nilishiriki kwenda Bugeni na tulipitia daraja hili kuelekea Mwanza. Wow. Mwaka huu tunaenda jimbo la Geita ambapo tutaenda Sengerema. Tutapita daraja na kurudi daraja hili tena kwenda Mwanza. Hongera. Asante sana.
Mwenyekiti, una chochote cha kuongezea kuhusiana na safari yetu hii ya matumaini? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tuko katika hija yenye furaha. Hija ni safari nyingine tena ya kuongezea imani. Tangu tumetoka Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam na tunaelekea sasa karibia tutaingia Jimbo Katoliki Geita. Na kesho tutafanya hija yetu katika kituo cha Nyanja Kubwa kama sikosei. Kwa kweli nimefurahishwa sana na hija hii ya utulivu. Tunazidi kuona makuu ya Mungu. Tumefika kwenye daraja ambalo tulikuwa tunaliona tu kwenye mitandao. Daraja zuri linapendeza. Ukiangalia unajaribu kufikiria hata wajenzi walifanyaje. Lakini yote ni sifa na utukufu kwa Mungu anayeyawezesha haya. Kwa Mtakatifu Rita kila kitu kinawezekana. Ametupeleka sehemu mbalimbali. Mwaka jana alitupeleka Bukoba, kwenda sehemu mbalimbali kama hivi Bugene. Tulipita pia daraja moja zuri sana. Na leo tena hii tulipita daraja zuri tena kama hii. Tunaamini kabisa safari yetu itazaa matunda na naomba watu wajiunge na chama cha Mtakatifu Rita. Wasisite. Karibuni sana mjiunge na utume wa Mtakatifu Rita. Ndani ya Mtakatifu Rita yako mengi ya kujifunza, yako mengi ya kutuongezea imani. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hongera sana mwenyekiti kwa kutuinjilisha. Mimi nimefurahi sana. Ndio wanasema chama cha Mtakatifu Rita ni chama ambacho unajifunza mambo mengi ya kiroho, mambo ambayo wewe unaona hayawezekani hapa yanawezekana. Kazi ya mojawapo mtumishi huyu Mtakatifu Rita ni kufanya jambo ambalo haliwezekani, lakini ukiwa katika imani inawezekana. Milele amina. Hongera sana sister kwa kuliona daraja live, alikuwa analiona kwenye TV tu. Basi hawa wote mahujaji naoona hapa hatimaye wameliona daraja live, walikuwa wanaona tu kwenye TV na hata uzinduzi ulikuwa unafanyika walikuwa wanaona kwenye TV. Basi leo wako live. Tuoneshe tabasamu la live. Bado. Basi hili ni vibe la wanalita hao wakiwa katika daraja hili la Busisi.